Maisha ni fumbo zito na maisha siku zote huwa yanabadilika sana. Wanasema kwamba haujafa hujaumbika, na naamini katika ulimwengu huu hakuna aliyekamilika zaidi ya Mwenyezi Mungu peke yake. Huyu binti anaitwa Ana. Huyu binti kwa mara ya kwanza anakutana na mshikaji ambaye walikuwa na date kwenye online, aliyekuwa anajulikana kwa jina la John. Hasa anakuja gundua kwamba huyu mchizi kwamba ni mfupi kiasi cha hakujua kwamba mshikaji ni mfupi kama alivyozania. Kweli alijihisi aibu, lakini akavunga kama vile hakuna kilichotokea. Mwamba alielewa. Akaanza kuongelea kuhusu kimo chake, lakini jinsi alivyokuwa anaongea alikuwa anaongea kwa jinsi fulani ya ucheshi. Ujue baby, mimi nilikatazwa kula makande. Nilipokula makande leo nikajikuta nimekuwa mfupi. Hebu ngoja kwanza niongee na simu. John alivyokuwa anaongea kwa vituko, kumbe binti akawa anapenda bwana. Binti amejikuta na furaha ghafla wakati alikuwa amenuna. Binti alishangaa, mchizi ni mfupi wa kimo lakini ni mshikaji ambaye ana akili sana. Kwani katika maisha yake na katika mahusiano yake yote hajawahi kufurahi kama alivyofurahishwa na huyu mshikaji. Baada hapo akatoka, wakachukua helikopta na kwenda juu kabisa kwenye view hewani, wakapana parashuti. Bwana, walienjoy sana. Binti hakuamini kwamba huyu mshikaji kwa jinsi alivyo alimdharau, lakini amefanya siku yake imekuwa vizuri. Sasa baada hapo, kabla hawajaagana, Ana alimshukuru John kwa kumuonyesha uaminifu na kumlinda na kumuonyesha kwamba yeye ana thamani sana, kwani kitu alichomfanyia kinaonesha upendo wa hali ya juu sana juu yake. Basi baada hapo binti aliondoka zake na siku ile ikapita bwana. John kwa kimo ni mtu mfupi lakini ni tajiri sana. Ana kipaji cha kuimba na pia ni injinia wa majengo makubwa. Kwa hiyo kwa kifupi, John ni kijana aliyebarikiwa vipaji vya aina nyingi. Japokuwa John alikuwa anafanya kazi kwa bidii kwenye kampuni, lakini walikuwa hawamheshimu, na hiyo kwa sababu ni mfupi. Mtu ambaye alikuwa anamheshimu ni kijana yake peke yake. Ana yeye alikuwa ni mrefu alafu ni mzuri sana. Ni kila anapopita watu lazima muangalie, bwana pisi ya kwenda bwana. Lakini cha ajabu akaja dada kwa mchizi ambaye ni short people. Bwana leo wafupi wameonekana bwana. Noma sana. Yaani Ana kila kikaa mawazo yote anamwaza John tu. Yaani siku ikipita bila kumuona John, akili yake haikai sawa kabisa. Lazima tu atampigia simu. Baby, ujue mwanzo nimekumisi huko. Usijali baby, leo tutakuwa wote pamoja. Basi baada ya maongezi ya simu wakapanga usiku watoke out pamoja. Jamani John, umenitisha, ujue mwenzio. Acha uoga, tuingie ndani. Ulikuwa ni kama utani wa John. Sasa walipofika hapa bwana, sasa John anatakiwa hapo askani sura yake ili waingie ndani, kwa sababu ni mfupi. Ikawa ni changamoto kidogo, lakini walifanikiwa kuingia bwana. Bwana noma sana, watu wafupi bwana ni shida. Sasa binti anashangaa baada ya John kuingia ndani. Kila mtu bwana anafahamu John na kila mtu anampenda bwana, kwa sababu ni mshikaji ambaye yuko pisi mcheshi nini. Kwa hiyo kila mtu anamkubali huko ndani. Binti akazidi kuenjoy kumuona mwamba, kumbe ana kitu fulani cha kipekee. Sasa hii ni kodi na wapa. Wewe ni kijana wa kiume, unahitaji binti akupende. Hata kama hauna pesa, chukua hii, utanishukuru baadaye. Wanawake bwana, haijalishi wewe ni mrefu, ni mfupi, ni mwembamba, ni mweusi, ni mbaya, lakini ukimfanya mwanamke akawa na furaha tu, basi ujue imeisha hiyo. Basi baada ya kuenjoy usiku ule, Ana akaamini kwamba tayari ameshampenda mshikaji kwa asilimia zote. Huyu ni ex wa Ana, amefuata Ana baada ya kusikia tetesi kwamba Ana amepata mpenzi mpya. Sasa kumbe mwamba bado alikuwa anampenda Ana, na huu ni kama wivu fulani ameuleta. Lakini Ana akamwambia mimi na tulishaachana. Anakuja kushangaa, hakuamini kwamba huyu ndio mpenzi wake Ana mpya. Yaani alihisi kama vile Ana amechanganyikiwa hivi, kwani huyu mpenzi wake wa sasa hawaendani kabisa. Baada hapo Ana na John wanaonekana wakiwa usiku kwenye party ya kudansi. Sasa John akawa anajishtukia kwa sababu yeye ndio mfupi kushinda wote, lakini hakujali wala nini, akawa anazidisha mbwembwe za kucheza mpaka binti akawa anafurahi. Kikweli ilikuwa ni siku moja nzuri sana kwao. Kiukweli leo nimeenjoy sana kuwa na wewe Ana, nakupenda sana. Sasa baada ya story mbili tatu pale, Ana akiwa na John akamwambia Ana anatamani ampeleke nyumbani kwake. Basi Ana akakubali bwana. Basi ikawa ni kwa mara ya kwanza Ana anaingia nyumbani kwa John bwana. Mchisi bwana amesimama, lakini demu amekaa, lakini demu bwana anaonekana ni mrefu. Ila mapenzi bwana, mapenzi noma sana. Sasa binti akawa anawaza, ina maana ndo jamaa ndo nampa hivyo. Baada ya show kali asubuhi, binti anaamka anamkuta John hayupo, ila anakuta kiujumbe fulani hivi ambacho kilimfanya Ana atabasamu. Baada ya kumaliza kujiandaa ili atoke, akawa anapaka makeup, lakini cha ajabu akashangaa kile kiti bwana kilikuwa ni kifupi sana. Sasa kuna kitu kikamjia kichwani, akaanza kufikiria upya kuhusu haya mahusiano yake. Sasa akiwa ofisini, mwenzio akamuuliza kwamba ina maana una mahusiano na ule mshikaji aliyekuja mara ya mwisho, ule mtu mfupi? Ana alikataa bwana. Sasa mumewe ambaye ni ex husband
husband akamtembelea. Yaani wewe makosa wanaume mpaka utembee na kile kijitu kifupi kidwafu. Ana remind sana. Achana na maisha yangu, usinifuatilie. Kwanza watu wafupi wanavibamia. Sijui umempenda nini kile kijamaa. Mbona wewe ni mrefu na unakibamia lakini huna lolote? Mshamba nini, achana na mimi. Ana kwa hasira akaondoka bwana. Basi kesho yake Ana akaenda dukani kumnunulia mpenzi wake zawadi ambaye ni John. Ikabidi amtafutie nguo ambayo itamfaa John, ambayo ni nzuri sana. Sasa kwa sababu John mpenzi wake ni mfupi, ikabidi amtafutie nguo za watoto zile ambayo itakuwa ni size yake. Sasa shoga yangu, kama mwanao ana miaka 10 basi hii itamfaa. Sasa Ana alijisikia aibu, hakutaka kuongea sana, akachukua ile nguo. John akiwa na Ana wakiwa around, akiwa amevaa ile nguo ambayo aliletewa na Ana. Cha ajabu Ana si ndo akakutana na ule bidada aliyekutana naye kule dukani, aliyekuwa anauza nguo. Shoga yangu, ile nguo ilimtosha kabisa. Ilimtosha hata mimi kijana wangu ilimtosha kabisa. Ndio huyu. Bwana. Sasa lile tukio lilimfanya Ana ajisikie aibu sana. Kile kitu John alikinoti. Ujue John ana akili sana. Sasa ilipofika usiku, binti akaa hajisikii vizuri. Binti kabidi afunguke bwana. Na mwamba ikabidi amwambie binti kwamba naelewa, wala usijisikie vibaya kwa sababu mimi najua tangu nikiwa mtoto ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu watu mimi walikuwa wananinyanyapaa kwa sababu ya kimo changu. Basi wewe nenda nyumbani na usijali kuhusu mimi. John aliamini kwamba mapenzi huwa yanakuja tu na hachagui kimo, umri wala kabila. John ikabidi ampe Ana muda wa kutafakari. John alitumia busara sana. Siku inayofuata ikabidi John aende kumtembelea Ana kwa ajili ya mazungumzo fulani katika kampuni yake. Lakini cha ajabu bwana, ex wa Ana naye akaingia mule ndani kwa hasira, kwani alikuwa na jambo fulani ambalo alikuwa anamshutumu Ana. Lakini wakati muda ule anaongea, kwa sababu John alikuwa ni mfupi, hakujua kwamba John yuko mule ndani na amekaa kwenye kiti. Baada hapo Ana akamchukua na kumpeleka kwenye chumba kingine. Yaani hii ni maajabu. Yaani bado yuko na kile kijamaa. Ana hakupenda kabisa zile kauli za mshikaji. Sasa usiku akiwa na mwamba wakati wanaangalia movie, John alihisi kwamba binti hayuko sawa. John ikawa ameshaelewa, ikabidi kesho amfuate ule jamaa ambaye ni ex husband wa Ana na kumkanya kwamba akae mbali na binti, la sivyo atamfanya kitu kibaya sana. Sasa wewe bwana mdogo utatifanya nini wewe? Hebu kwanza toka kwenye gari nikuonyeshe. Wewe unaniweza mimi wewe? Hebu niangalie vizuri, nitakupigia mbakati. Ikawa ni vituko tu. Basi toka siku ile bwana, Ana akagundua kwamba ule jamaa akawa hamfuatilii tena, na aligundua kwamba huenda John ndo kafanya ule mpango wote mwamba asimfuatilie. Alifurahi sana. Sasa safari hii ikabidi binti amtambulishe John kwa wazazi wake bwana. Walimshangaa kumuona jamaa ni mfupi, lakini ni jamaa alikuwa na vituko sana na walienjoy. Noma sana. Lakini kukaa kuna kitu ambacho kinafanya Ana asijisikie vizuri, kwa sababu John alikuwa ni mtu ambaye kama vile watu wanamkataa fulani, wanamnyanyapaa kwa sababu ya kimo chake. Basi Ana akajilaumu kile kitendo cha kumpeleka John kwao, kwani kilimfanya aingie aibu kubwa sana. Lakini John alielewa. John akaamua ni bora avunje mahusiano yale, kwa sababu hawezi kuwa na mtu na mahusiano alafu yeye hajisikii vizuri. Japo ilimuuma sana, lakini ikawa haina jinsi. Usijali Ana, wewe nenda nyumbani. Wewe niache na maisha yangu, nitakaa sawa. Basi baada ya pale bwana, binti akaondoka zake, lakini alijikuta katika majuto makubwa sana, kwani alijua amefanya makosa. Wanasemaga mapenzi hayajaribiwi, ndo hii hapa. Unajifanya unipendi, kumbe moyoni unaumia. Binti uzalendo ulimshinda, ikabidi amtafute mshikaji amwombe msamaha yaishe bwana, maana hawezi kuishi bila yeye. Lakini cha ajabu anakuja kufika nyumbani kwake, anamkuta kijana wake na kumwambia kwamba baba amesafiri, ameenda mbali kidogo, kuna shughuli ameenda kufanya. Sasa binti akaa anatapatapa kwa sababu alikosa msaada, na hapa yupo kwa rafiki yake anajaribu kumwomba ushauri. Rafiki yake akamwambia kwamba ujue sisi binadamu huwa tuna ego. Yule mshikaji ni Mungu tu amemuumba vile, lakini ana moyo msafi sana. Na mamake akamshauri kwamba chunga maneno ya watu. Kumbuka hujafa hujaumbika, mapenzi yachagui, na kama umempenda ule mshikaji basi muonyeshe umempenda. Basi baada hapo bwana, binti ikabidi amtafute mwamba popote alipo ili aweze kumwomba msamaha, kwani anahisi kwamba alimkosea sana, kwa sababu ameamini kwamba hawezi kuishi bila John. Baada ya kufika akamsogelea John, kisha akaongea mambo mengi sana kuhusu John. Akaongea kwamba kuna vitu vingi sana John amemfanyia yeye, lakini hakuonyesha shukrani. Kwa hiyo amejiona ni mkosaji mbele yake, kwani John hakustahili. Akamwomba msamaha na kumwambia kwamba anampenda sana. Basi John akamwangalia Ana kwa umakini, alafu akaongea kitu, akaonyesha vitendo. Noma sana ise. Basi baada hapo John akamsamehe Ana na maisha yakaendelea kama kawaida, na waliishi maisha ya furaha sana. Nadhani ndugu mtazamaji, utakuwa umejifunza kitu kutokana na filamu hii nzuri sana. Na picha yetu imeishia hapa. Tukutane tena kwa vigongo vijavyo, na asante kwa kuangalia.